Kwa wanaomfahamu Maarufu Chakei walikuwa pengine wanajua kwamba swala la Maarufu Chakei kuwa Tanzania kuja kucheza katika vilabu vikubwa ilikuwa ni swala la muda. Na nikisema wanaomjua Chakei sizungumzii kuanza kumuona akiwa hapa. Mimi kuna watu ama kuna mtu alishawahi kunitafuta kwenye DM yangu Instagram miaka miwili nyuma, kama kwenye mwezi wa pili wa tatu, akawa anajaribu kuninquire kuhusu Maarufu Chakei, kuhusu kufuatiliwa zaidi kuhusu yeye na kuhusu kwamba kwa nini mpaka wakati ule takriban mwanzo wa mwaka 2023 ni kwa nini vilabu vya Kariakoo havijamwona Maarufu Chakei. Alipokuja kutambulishwa kwenye siku ya Singida Big Day, huyu mtu akanitafuta tena, akawa ananiambia, unamuona huyu jamaa nilokuwa nakwambia kwamba hii ni hatua ya kwanza, lakini ni swala la muda. Huyu hana muda mrefu hapa, ipo siku, sio leo, pengine itakuwa sio kesho, lakini kuna siku Maarufu Chakei atakuja kuvaa uzi wa timu kubwa katika nchi ya Tanzania, na hatimaye hili limetimia. Nilipokuwa nabainisha kuhusu watu kumfahamu Maarufu Chakei, Maarufu Chakei ameanza kutengeneza ukubwa akiwa nje ya Tanzania. Kwa hiyo kuna macho yalishaanza kupelekwa kwa Maarufu kabla hata hajatua kwenye ardhi ya Mwalimu Nyerere. Huko alikotoka, kwa maana ya klabu ya AS Vita, huyu ni shujaa mkubwa kuliko Mpanzu. Yaani namna ambavyo mashabiki wa AS Vita wanamshikilia na kumuinua Maarufu Chakei unaweza usiamini, lakini ni kuliko hata ile Mpanzu ambaye ametoka pia AS Vita kwa mambo ambayo alikuwa anayafanya. Ni mchezaji mkubwa, ni mchezaji ambaye amewacha moments nyingi sana katika klabu ya AS Vita. Sasa swala la yeye kuwa kwenye move ya kwenda kucheza kwenye klabu nyingine kubwa, hasa kwenye huu ukanda wa Afrika Mashariki, ilikuwa ni swala la muda tu. Unajua, Maarufu Chakei ni mchezaji ambaye ukijaribu kuifuatilia legacy yake hapa katikati kwenye klabu ya Singida Big Star mpaka inakuja kuwa Ihefu mpaka inakuja kuwa Black Star na kila kitu, ni mchezaji ambaye pengine kuna baadhi ya watu tu waliamua kumpitisha chini ya rada, lakini ukienda ukizitazama numbers za Maarufu Chakei kwenye misimu miwili kabla ya huu msimu ambao ni kama vile unaweza ukaona labda kidogo favor haijakuwa kwake sana kwenye eneo la namba 10, amekuwa na numbers ambazo anaweza kuzishikilia dhidi ya viungo washambuliaji ambao walikuwa wanacheza kwenye vilabu vya Kariakoo akiwa hayuko Kariakoo. Msimu wa kwanza wakati anajiunga na Singida, kipindi kile inaitwa Singida Big Star, kabla ya kwenda kubadilishwa na ikawa Ihefu, nusu msimu uliofuata nafikiri, ukijaribu kutizama kwenye ule msimu wake wa kwanza, msimu wa 23-24 ndo msimu wa kwanza ambao Maarufu Chakei alitua katika ardhi ya Tanzania, alichangia jumla ya magoli 9 na assist 4. Just we put into context, huo ni sawasawa na mchango ambao Maxi Nzengeli aliutoa kwenye msimu wake wa kwanza akiwa na Young Africans, lakini huo ni zaidi ya mchango ambao Pacome aliutoa kwenye msimu wake wa kwanza akiwa na kikosi cha Young Africans. Maxi Nzengeli alifunga magoli 11 na kutoa assist 2. 13 kachangia hapo GA. Maarufu Chakei alifunga magoli 9 akatoa na pasi za mwisho 4. Ukijumlisha pia hapo ni 13 GA. Kwa hiyo wamefungana yeye na Maxi Nzengeli msimu wake wa kwanza akiwa kwenye klabu ya Singida Big Star kipindi hicho. Pacome Zouzoua alifunga magoli 7 na kutoa assist 4. Ukijumlisha hapo unapata almost mgawanyo wa magoli 11. Kwa hiyo katika msimu wake wa kwanza Maarufu Chakei akiwa kwenye ligi ya Tanzania alikuwa na a much better goal involvement kuliko Pacome Zouzoua. Just imagine. Inapaswa ikwambie kitu. Msimu uliopita alifunga magoli 6 na kuchangia pasi za mwisho 4. Msimu wake wa kwanza pasi 4 za magoli 9. Msimu uliofuata magoli 6, assist 4. Kwa hiyo kwa muda wa misimu miwili back to back, Maarufu Chakei amekuwa na wastani wa kuchangia magoli yasiyopungua 10 kwenye ligi yetu. That's a fact. Na kitu ambacho naweza nikakibainisha hapa ni kwamba Maarufu Chakei kupata step up ya kwenda kucheza kwenye club kama Young Africans, ni wazi atakuwa kwenye mazingira kuweza kureplicate mchango ambao pengine aliweza kuweka katika msimu wake wa kwanza akiwa na Singida Big Star, au hata zaidi ya pale, kwa sababu anakwenda kucheza kwenye mazingira ambayo kuna wachezaji bora kuliko Singida, kuna mazingira ambayo yanatakiwa kumweka mchezaji kwenye mentality kubwa zaidi kuliko kule ambako ametoka. Sasa Maarufu Chakei tukijaribu kuzizungumzia kwa kiasi fulani sifa zake, moja kati ya vitu ambavyo ni noticeable ama moja kati ya vitu ambavyo vinamtofautisha na watu wengi Maarufu Chakei ni uwezo wake wa kuutandika mpira akiwa sehemu yoyote ndani ya mita 30 za mwisho karibu na lango la mpinzani. Kitu ambacho nitakuhakikishia ni kwamba kwenye ligi ya Tanzania hakuna mchezaji ambaye ni most dangerous akiwa karibu mita 30 za mwisho kwenye lango la mpinzani kuliko Maarufu Chakei.
Maruf Chakei anaweza kufanya chochote akiwa mita 30 za mwisho akiwa analitazama lango la mpinzani ambaye anakutana naye. Anaweza kufanya kitu chochote, ana nguvu za miguu, then ana kitu kimoja ambacho siamini pia kama kuna mchezaji mwingine ama kuna wachezaji wengi wanacho kwenye ligi ya Tanzania. Uwezo wa kitu kinachoitwa knuckleball. Kuupiga mpira katika namna ambayo ukiwa hewani unakatika. Yaani mpira ambao goalkeeper kuna muda anautazama alafu hajui afanye nini. Haya ni aina ya magoli ambayo ameshafunga akiwa na kikosi cha Singida Big Star. Rejea magoli yake 9 ya kwanza ya msimu wake wa kwanza. Bao lake la kwanza kabisa alilofunga dhidi ya Azam, nafikiri wale. Maana mechi ilichezwa Chamazi. Ile mechi lile ndio lilikuwa bao lake la kwanza Maruf Chakei kwenye ligi ya Tanzania. Ukienda ukitazama namna ambavyo alifunga lile goli, namna ule mpira ulivyokatika ukiwa hewani, ile ni moja kati ya sifa yake kubwa sana Maruf Chakei. Hao wapinzani ambao walikutana na Young Africans kwenye match day 2 kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, JS Kabylie wakiwa kwao. Maruf Chakei msimu wa 22-23 aliwahi kuwatungua kwa bonge la free kick. Ile free kick ilipigwa mbali kweli kweli, takriban mita 35-36. Maruf Chakei alipiga knuckleball. Ule mpira ulikuwa unakatika kiasi kwamba sio kwamba ulienda mbali kabisa na alipokuwa mlinda mlango wa JS Kabylie, lakini mlinda mlango wa JS Kabylie alikuwa anakosa kabisa hesabu za kudili na ule mpira. Ukatinga wavuni. Hii ni mechi ambayo AS Vita alipoteza magoli 2-1, lakini Maruf Chakei alifunga bonge moja ya set piece. Lakini kwenye michuano ya kimataifa kabla ya kujiunga hata na Singida Big Star kipindi hicho, alikuwa na rekodi ya kucheza michezo 20 combined, ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho, akiwa amefunga jumla ya magoli 8. Kwa hiyo unaweza ukaona huyu ni mchezaji ambaye ni proven hata kwenye michuano ya kimataifa. Maruf Chakei on the biggest stage anaweza kudeliver, lakini pia hata kwenye kufanya deliveries ambazo zinaweza zikakutana na wachezaji wengine wakaweza kufunga pia. Ni mchezaji mzuri kwenye hizo situation. Young Africans wana wachezaji wazuri ambao wanaweza convert mipira iliyokufa. Kina Baka, kina Lassine Kouma na wengineo, kina Azizi Ndambwile of course. Kwa hiyo kuwa na mtu kama Maruf Chakei maanake unakwenda kujiweka kwenye mazingira ya kuwa na mtu ambaye ni hatari pale mipira iliyokufa inapoenda kutokea. Kwa hiyo unaweza ukawa unaona hicho kitu, namna ambavyo mchezaji huyu mchango wake ni moja kwa moja. Yaani hakuna shaka kwamba Maruf Chakei anakwenda kudeliver, kwa sababu Maruf Chakei amekuja kwenye ligi yetu akiwa na miaka 28. Hivi sasa ana miaka 30. Moja kati ya vitu ambavyo wanasifika navyo kwa kiasi kikubwa sana Maruf Chakei ni uwezo wake wa kujitunza. Ukimwangalia hivi mwili wake bado anaonekana ni mchezaji ambaye ni shindani. Yaani ukiambiwa na miaka 30 wala huwezi kuamini. Tena unaweza ukashtuka, lakini ni kwa sababu ya namna ambavyo amefanikiwa kujitunza na kujiweka katika mazingira ya kiushindani.